Ndio msingi wa ushirikiano wa kisasa, kila upande kutambua wajibu wake, kuheshimiana na kufanya kazi kwa lengo la kuleta maendeleo jumuishi kwa wananchi. Tumechelewa mno kwenda tunapotakiwa kwenda. Sasa kama timu moja tunaanza leo na sekta isiyo ya kiserikali. Hii changamoto, lakini sisi tulioko hapa tuna majibu na majawabu ya kuchangia. Tunaomba tuje kwenye vikao vyenu na ajenda hii. Ni nini wa kuanzisha? Duniani unaweza kuwa na maakili mengi, lakini kama hauko vibrant na wala usingizi mpaka uhamishwe. Tumeweza kuyajibu kwa kuja na mwongozo sasa ambao ni mwongozo madhubuti ambao utaonyesha yale majukumu ya baraza hili na wajumbe wake na mipaka yake. Lakini zaidi haikwenda tu kwenye kueleza majukumu. Nilichopenda zaidi kwenye mwongozo huu inaenda pia kueleza masuala ya maadili katika uongozi, lakini inaenda kuangalia pia namna ya kutibu masuala ya maadili kwa ujumla wake kwa jamii, kwa sababu wao unafahamu ndio wenye mashirika katika mikoa na halmashauri zetu. Kwa hiyo wao wakiwa na mwongozo ambao unawaratibu vizuri, maana yake wananchi wote wataweza kupata zile huduma wanazostahili kuzipata kutoka kwenye mashirika vizuri kwa utaratibu ulioratibiwa. Kwa hiyo natoa pongezi nyingi sana kwa baraza hili kwa kuja na ubunifu, lakini pia kutekeleza takwa hili la kisheria, kwa sababu mwongozo huu pia ni mtoto wa sheria. Yaani sheria ilitaka baraza litakavyoundwa liwe na mwongozo wake wa namna ya kujiratibu. Mwongozo wa Makongo ambao umezinduliwa leo ni mwongozo ambao utasaidia mashirika yasiyo ya serikali kuhakikisha kwamba yanafanya kazi kwa kufuata sheria na taratibu ambazo zipo katika nchi yetu ya Tanzania. Na kupitia mwongozo huu utasaidia kuyabaini hata yale mashirika ambayo yako katika ngazi ya chini, kazi zake kufahamika na tangu chini katika kata hadi taifa. Vya sheria ambavyo vipo, mifumo mizuri ya tathmini na ufuatiliaji ambayo imeambatanishwa katika mwongozo huu itaweza kutuendelezea sekta yetu mbele, itaweza kutusaidia kuweza kujipima, lakini itachochea pia uwajibikaji katika ngazi zote, kwa viongozi wa sekta, lakini kwa wanasekta wenzetu, serikali na wadau wote wa maendeleo ambao wanafanya kazi na sekta ya NGO nchini.